tujiandae. Wembelu, wembelu, mapembelu kago. Wembelu, wembelu, mapembelu kago. Wembelu, wembelu. Na kijana, vipi? Mbona umenivamia tu kwenye anga zangu, unakuja unaingia bila hata ustaarabu? Yaani kwa maana hiyo kila sehemu napoenda kukaa mimi wewe unanifuatilia. Kwa nini unakuwa mtukutu kijana, unakuwa mkorofi hivyo? Hiyo ni tabia ya kifaranga akimuona mwewe. Mara nyingi huwa anapaparuka mfano wako. Kumbe. Sasa leo umejiingiza mwenyewe kwenye anga zangu, umejipendekeza. Leo umejaa katika mfumo. Wanasema wenyewe watu wa mifumo, leo umeingia katika mfumo wangu. Sasa kama umekuja hapa, leo mimi sina mswalie mtume. Lolote liwe. Sijui kama umenielewa. Muonekano wako unajitambulisha tabia yako. Mkubwa Kesi, wewe kitufe. Una sehemu umekanyaga ambao sio stahiki yako. Sehemu gani? Yaani aliwata ni kama mimi Kesi. Mimi mwamba. Siwezi kubadanga sehemu yoyote. Sasa Kesi, mbona tayari ushapata kesi? Kwa nini unakanyaga mipaka isiyohusiana na wewe? Dogo, sikiliza nikwambie. Mimi sipendi ngonjera. Sawa bwana. Ongea kilichokuleta usepetuke. Yaani usinifanye moli wangu ukapanda, hasira zangu zikapanda nikakuvuruga. Unajua mimi sikupendi. Katika watu ambao sikupendi, mimi sikupendi. Unanishobokea nini bwana? Mimi sikuzimii. Chaya ya Gala umemsaidia kitu gani? Mimi? Kwani naongea na nani? Nimekubaliana naye tusaidiane, nishamsaidia nimemaliza. Tabu nini sasa? Nisikilize blaza. Wewe umemsaidia Chaya kwenye njia hiyo anayopita. Vuta kumbukumbu, rudi nyuma kidogo. Marehemu Eliza aliongea nini kuhusiana na Chaya? Sema Chaya anakufa. Sasa njia ya Chaya ya Gala uliyompitisha ndio sehemu ya kifo chake. Unasema? Nilikuwa nakuona mkubwa sana, Mkubwa Kesi. Kumbe mafikirio yangu hayakuwa tofauti kama wewe ni tufe. Sindano ikipita, upepo wote unatoka. Wewe utakiwa umsaidie Chaya ya Gala kwenye kifo tu cha Eliza peke yake. Ndio makubaliano. Sasa umevunja mipaka katika hili na wewe unahusika. We. Usiniletee pigo hizo. Mimi msaada nilofanya ni mdogo sana. Yaani kama ni 1% basi mimi nimefanya 3%. 97% akafanya mwenyewe, kapambana mwenyewe. Wewe usiniingize mimi katika michongo isiyoeleweka bwana. Kwani kumsaidia mtu ni dhambi? Shida ya kumsaidia mtu kidogo, kumsaidia. Mimi nimemsaidia kidogo. Kwa sababu njia ambayo umeitengeneza kwa Chaya ya Gala ndio inampelekea yeye kufa na atakayemuua. Wewe unamjua? Sifahamu. Ni kwa sababu tu wewe hapo ulipo macho yako hayaoni. Hebugwa ni nani? Hayaoni Hebugwa ni nani? Na mtabakia kuwa hivyo hivyo wakubwa jinga. Msiweza kuviona vitu. Sasa Chaya ya Gala atauawa na Hebugwa. Hebugwa. Homework. Safi. Hapo sasa nimeanza kuwa na imani na wewe. Unafanya kazi zako kwa umakini na kwa haraka zaidi. Ndiyo, mimi mambo yangu nafanya kwa haraka sana na kwa umakini. Wanaenda Bahi. Ila kijiji cha 3 kutoka hapa kunaitwa Mateso. Pale ndipo atapoweka kituo. Atacheleshwa pale ndani ya siku 8. Kwa hiyo utakapomaliza maombolezo yako, inabidi ufike pale na ufanye jambo lako kwa haraka la kumuua Hebugwa. Lakini sasa uende tu kiolelaolela. Hebugwa sio rahisi hivyo. Hebugwa unaweza ukasema hana nguvu, lakini anatumiwa na wachawi, japokuwa yeye sio mchawi. Kwa hiyo utajua wewe unafanya nini. Kama una timu au una nini, utajua wewe unafanya nini. Lakini kuwa makini, yule sio mwepesi. Chaya, umeshafanya kazi yako, iliyobaki ni ya kwangu. Mimi simwogopi Hebugwa. Haijalishi ni mtu wa aina gani, haijalishi anatumia nini, awe mchawi, awe anatumiwa na wachawi na waganga, awe analindwa na kitu chochote kile. Mimi nikishadhamiria jambo langu ni lazima litimie. Hebugwa atakufa kwenye mikono yangu, atakufa. Alipe kisasi
cha watu wote ambao yeye amewaangamiza. Ndugu yako, mke wangu na mchumba wa ndugu yake, ni lazima alipe. Hivyo itakuwa ni vizuri kama likitimia, nami nakutegemea wewe. Umesema watafikia mateso, si ndio? Ndio. Ndipo watakapopumzika. Ndio. Bila shaka Elia ndo atakayemchelewesha pale. Ndio, Elia ndo anafanya kazi hiyo ya kumzuia Ibugwa. Na pale mateso kuna mwenyeji ambaye tumemwandaa, anaitwa Ivan. Ni timu yangu hiyo. Sasa nimeanza kuamini kwamba wale watu ni ndugu, lakini ni maadui wakubwa. Mwambie Elia mimi nimempokea, nitashirikiana naye. Atafurahi kusikia hivyo, kwamba umempokea kuwa kaka yake. Sawa. We, mbona una haraka sana? Una haraka mno, yaani uko lesi mno. Kwa nini? Hasa si ndio umeniita au? Kumbe mimi nimekuita. Utu uzima dawa na mawazo ni mengi. Sasa nilikuwa nataka uniambie, Maji unamjuaje? Huyu Maji unamjuaje? Sasa wewe hilo swali gani? Unaniulizaje mimi namjua Maji wakati unajua kabisa wewe ndo unayemjua Maji vizuri. Mimi simjui Maji. Alafu pia mimi ni mgeni. Kumbe sahau kama ni mgeni. Kumbe sahau. Hivi vitu vinanivuruga. Maji ananivuruga kichwa, ananichanganya, ananivuruga. Yaani hakuna mtu anayenivuruga na kuniendesha kwenye kichwa changu kama Maji. Maji ananivuruga sana. Ananivuruga. Wewe niambie, huyu kijana hizi nguvu kazitolea wapi? Weka kesi. Sasa mimi najuaje ana nguvu kiasi gani wakati wewe unajua nguvu yeye amepata wapi na ana nguvu kiasi gani? Mimi najuaje wakati nimeshakujibu mimi ni mgeni? Kumbe. Sasa sikiliza. Kijana yupo kasi sana kwenye ulimwengu wa giza. Yupo lesi, yani yuko wemberu mapembe Lukago. Kijana hapoi wa moto. Yani anaona vitu hata mimi jemedari mwamba naye aminika hapa kwa kuona na kuchungulia vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Mimi hapa vya ndani na vya nje, kwa kuchungulia na kuvuta na kuzumu na kujua tatizo linalokuja, lijalo, lililopo na linaloondoka. Lakini kijana kawa wa moto. Kuna vitu anaviona mimi sivioni. Kuna mambo anayaona mimi siyaoni. Huyu bwana kijana kaniambia swala moja la kushangaza sana, na nimeshangaa kweli kweli, kwamba wewe njia unayopita sio. Asa mimi wewe njia ninazopita zinahusiana nini? Mimi na njia zangu, na afu niko busy na mambo yangu. Kwa nini mnaniingilia sasa? Afu tunaitana sasa hivi mimi na mipango yangu haraka haraka. Kwa nini tunacheleweshana hivi? Hiyo njia unayokwenda ndiyo njia yako ya kifo. Kwa sasa napoona maajabu ya yule kijana, hiyo nguvu ameitolea wapi? Mimi kweli nilikuwa siwezi kuona. Lakini yeye kanifikishia taarifa, bwana Maji, njia unayotaka kucheza nayo, unataka kupita nayo, ndio njia ambayo itakao kuteketeza. Unacheza katika njia ya bwana Hebugwa. Huyo ndiye atakayeteketeza maisha yako. Hebugwa ni uwe mimi? Hicho kitu hakuna. Na kingine ambacho ukijui, kama yeye anataka kuniua mimi, itabidi mimi ndo nifanye haraka kumuua yeye. Tena nipige hatua kubwa sana. Kwa sababu siwezi kukaa nisubiri kifo changu eti yeye aje aniue mimi nikiwa namwangalia tu. Hapa inabidi ndo nitumie nguvu kubwa ya kumtafuta na niweze kumuua Hebugwa. Utapambanaje chini juu unakopataka wewe au uweze kufanya balaa hilo la kumuua, wakati kadi unapopiga hatua moja kwenda mbele ndipo kifo chako kinakunyemelea? Hivi wewe kaka Kesi, unataka mimi nisubiri kifo changu, si ndio? Badala mimi nipambane kwenda kumuua yeye, wewe unataka nikae. Huu ni ujinga kiasi gani utakuwa? Nitapambana jinsi ninavyoweza. Na kingine, ukitaka utanisaidia, ukitaka basi. Sasa hizo nguvu wewe unazozitaja wewe na kusema kwamba nataka nipambane nifike mbali niwe na nguvu, nataka nimuue, ulishindwaje kujua kifo chako? Kama kweli wewe una nguvu na unaamini kwamba wewe ni mwamba una nguvu, si ungechungulia ukajua kifo chako? Kwa hiyo sasa sikiliza, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Lazima nichukue hatua kubwa na sitaki uniingilie. Binti mbona kabadilika leo kama mnyama zaidi ya mnyama? Anaanza kuniogopesha.
Wewe uogopi? Wewe yaani unaniogopesha. Nimepita hapa sijakuona. sasa wewe utakuwa ni mchawi yupi mpaka mtu alikuwa njiani umuone? Unaniogopesha sana. Naona unatafuta nini? Niko hapa. Ina maana umejua mpaka mimi ninachotaka kukwambia? Sasa kwa nini nisijue? Najua kama unataka kujua kifo chako kitasababishwa na Hebugwa. Umeniogopesha sana. Iko hivyo. Hebugwa ndio atakaye kuua wewe. Endapo utapiga hatua kumkaribia. Na kadri utavozidi kuwa unamkaribia ndio kadri ambavyo wewe kifo chako utakuwa unakikaribia. Kuna haja gani ya mimi kumwacha aishi? Inabidi afe tena kwa haraka sana. Wewe unajua Hebugwa ni nani? Na atazamwa na watu gani? Mimi simjui ni nani. Sasa kama hujui na wala hutaki kujua, naomba hilo swala la kumfuatilia Hebugwa pia usilijue. Kwa kujisaidia wewe na kumsaidia mkubwa wako wewe. Maana katika hili wakubwa wanatazameni, wanawaangalia kwa ukaribu. Mtakuja kupata adhabu mbaya nyinyi itakayoyasumbua maisha yenu, hasa huyo kiongozi wako. Sasa kweni makini, maana tarehe ya kikao inakaribia, japo hajatangaza itafanyika lini na mkoa upi, na wanawatazameni sana kwa ukaribu, lakini hawana shida na nyinyi. Endelee kufanya mabara yenu, kuna kikao tutakutana. Kwa sababu umenihakikishia Hebugwa ndo atakayeniua mimi, umeniongezea mori ya kupambana naye. Nakwambia nitapambana naye kivyo vyote vile. Hebugwa lazima nimuue, kwa sababu nisipomuua mimi, yeye ataniua mimi. Na kwa hili naomba mkae pembeni, na hapa namhesabia siku chache tu, maana kashaingia kwenye mpango wangu. Kwa hiyo kaeni pembeni. Kwenye msiba kuna waliaji na walaji, bila kusahau mimi nitakuwa mshangiliaji. Maisha yangu yana wewe Mungu, msaada wa karibu. Bwana, nitakusifu wewe tu. Senzuia kwenye remix yangu. Sauti, yani umchawi ya Roni Loga. Unajua mimi nilikuwa na sauti nzuri sana toka nakuwa nilipokuwa mtoto. Nilikuwa na sauti nzuri sana nilipokuwa mtoto. Kweli amini anachokwambia. Usikuwa unanisikia. Nilikuwa nikianza kuimba, yani mpaka mama analala kabisa. Sasa nilivyoenda kwenye studio mwaka jana huko, nikaimba hadi sauti. Nilikuwa ukia pale pale. Kwa nikitaka kuimba ile sauti nzuri haiji. Voko gani unayo bwana? Trust me Baba Kipipa, una voko mbovu. Si Baba Kipipa wewe nani? Rudia. Rudia unanipasi. You call me Baba Kipipa. Kitoto kibonge cha blue. Kable mwanenu Kipipa. Oya. Usinite Baba Kipipa. Unamkimbia bwana. Usinite Baba Kipipa, usinite Baba Kipipa. Yaani usinite Baba Kipipa. Poa. Baba nani sasa? Mimi? Baba nani? Baba sijapata kitu. Nimepata kitu? Sijapata mtoto. Nakuchenchia huko. Fresh. Huwezi kuita mimi Baba Kipipa. Fresh. Mimi nakuchenchia ujue. Basi aishi. Mimi na watu gombani fresh. Tunagombanaje? Usinite Baba Kipipa. Kama mimi Baba Kipipa, na baba yake mdogo Kipipa. Sasa kama mwana mimi Baba Kipipa, na baba yake mdogo Kipipa. Baba yake mdogo Kipipa. Wewe sema tukiacha na masiala. Inauma hata kijichekesha, mimi siwezi kuwa Baba Kipipa. Tukiacha na masiala mmefanana. Na Pipa? So Pipa. Ngoja. Kipipa. Mmefanana kidogo. Na mke ulipata. Usijichekeshe. Basi. Wewe atugombani basi. Hapa na ugomvi. Fresh. Ya mama ugomvi. Fresh mwanangu. Nibadilishie jina. Wewe nani ujue? Wewe Baba Genius. Mwanao atakuwa Genius. Hapa kidogo. Genius wa Blue Kipipa. Basi kaka. Basi aishe ndugu yangu. Na twende. Tusisemeshane. Sikia. Mpaka tufike huko nani wapi?
Wapi msana tena? Mateso. Yaani hamna usiniongeleshe. Wewe sikutanipa. Toa mkono. Basi, tosha. Mimi natoa. Sasa sikia sana kwambia kitu kimoja. Kuna kitu nimekumbuka nimesahau. Chap. Naenda chap na rudi. Twende. Nani? Mara moja mnaenda na rudi. Tukienda ndo tutachelewa ndio story. Nakulinda njia. Mimi nataka nikulinde wewe. Kwa sababu alipo Ebugwa, ipo Elia, alipo Elia, yupo Ebugwa. Sasa fanya haraka. Kwa sababu hapa sasa hivi shikia. Alipo Ebugwa Elia atakuwa hayupo. Kwa fanya haraka. Ukikipoteza tujue sirudi. Hicho. Yaani ukikishikilia kisipopotea narudi. Sawa. Nikukute nacho. Haina shida. Fanya haraka. Nikitema mata ikikauka. Natema nani? Huyu mtoto vipi huyu? Wewe unataja mbeba kipipa. Yule mwanamke mpumbavu sana. Huyu anaweza kukuza jina langu kafika sehemu watu wakajua kama mbeba kipipa, wakajua na mtoto anaitwa kipipa. Hii imenikela sana. Mimi mind, haki ya Mungu. Dogo. Kwema kaka. Niambie. Nimefurahi kuwaona. Nafikiri bila shaka mpo sahihi sana katika ahadi tuliyokubaliana. Sasa mimi nisiwe mkaaji sana hapa. Kusudi ni lile jamani. Huko nimemwacha kwa nimemsubirisha hapo. Yaani nimemviga nimemsubirisha hapo nije kutoa taarifa hapa kwamba safari ndio imeanza hivi kama unavyoona ndio tunaelekea. Sawa. Bye. Sawa hapo tunaelekea bye. Lakini kijiji cha Mateso ndio kuna kambi pale tutaweka pale. Nitaweka pale kwa sababu ya kumpotezea muda. Ili lengo na kusudi lifanikiwe kama tulivyoongea Chaya, sawa? Ili lengo na kusudi lifanikiwe. Ombi langu kakaangu mpya. Naomba unisaidie kumuondoa huyu mtu. Asiendelee kupoteza watu. Sawa? Wewe kaondoa mtu wako, kipenzi chako, wewe kaondoa mke wako, mimi kaondoa mchumba wangu. Sawa? Naombeni peke yangu mimi sitaweza. Ananizidi nguvu, ananizidi maarifa. Pia mnahisi kashakuwa sisi mchawi, sisi mshirikina ule. Naombeni msaada wenu tafadhali. Wewe usijali. Tuko pamoja. Mimi nitakuja hapo muda mwafaka na uhakikishe unamzuia kivyo vyote vile asiondoke hapo. Elia. Naam. Usisahau jina la huyo mtu atakayewapokea huko. Anaitwa Ivan. Siwezi kusahau. Na nyinyi naomba msiniangushe. Haina shida. Adui ni adui tu. Hakika. Katika hili lazima alipe. Malipo ni hapa duniani. Lazima alipe. Jamani, mimi wacha nimwahi. Sawa. Msiniangushe jamani, tafadhali. Maisha hii. Tuzetu. Samahani kama utaona na kusumbua kwenye hiyo ibada yako. Ila kwangu mimi naona ni upuuzi tu. Ni upuuzi? Ndio. Wewe ibada yangu unaona ni upuuzi? Ndio ni upuuzi. Wewe inakuhusu nini Chaya? Hebu tafadhali, wewe kama huna imani, acha wenye imani tuziishi imani zetu. Unanielewa? Acha kudharau ibada ya mtu. Mimi sina dharau, ila wewe unajidharaulisha. Hivi ni mara ngapi mimi niongee na wewe kitu kimoja? Kwa unataka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje na kuuliza? Yaani kila wakati unaongelea kuhusu ibada. Ibada kitu gani wewe? Kwani usiangalie mambo mengine? Kazi tu unakaa hapa unapoteza muda tu. Ni vitu gani hivi? Wewe ni mkubwa, tumia akili. Unanibaa bwana. Chaya, sipotezi muda mimi kwenye swala la kumwomboleza mke wangu. Unanielewa? Hiki ni kiapo changu na haya ni maagano yangu. Acha kunipelekesha wewe. Tumia akili. Sio unaendaenda tu mradi tu. Mimi nikiongea jambo inabidi unisikilize, lakini wewe hutaki kunielewa wala kunisikiliza. Hivi unajua mambo mangapi nilikuwa nakushirikisha na unaona kabisa nafanya sawa? Unajua kwa nini? Natumia akili, Tango, mimi natumia akili. Chaya. Shida ni nini? Bwana sikuelewi. Yaani mimi naona huo ni mwanamke. Yaani huo ni mwanamke. Hauwezi ukakaa eti unasubiri ibada mpaka saa hivi eti kisa umefiwa na mkeo. Mwanamke? Chaya, unanitusi sio? Unanitusi Chaya? Ndio. Tazama usije kaondoka umeharibikiwa hapa. Na kustai kwa sababu ya agano nililoliweka mimi. Siwezi kunyanyua mkono wangu nikakudhuru wewe sasa hivi. La sivyo, usingeondoka kama ulivyokuja. Mshenzi mkubwa wewe. Elia na Ebugwa pale walipoenda watolala.
basi siku haitoisha wakiwa pale, na anafanya hivyo kwa sababu ana kisasi na wewe. Usichokijua haja kukimbia wewe, ameenda kujiandaa na kisasi juu yako. Kwa hiyo kule ameenda kutengeneza kikosi na atarejea kabla kumaliza maombolezo yako. Sasa ni wewe uamue uvunje ibada yako, tumfuate alipo tukamalize, au usubiri kuja kumalizwa kabla ya maombolezo yako. Haya mambo mbona yanaenda kama vile jinsi sielewi. Wewe ndio ulisema watakaa pale na Elia ndo atamzuia ndugu yake. Leo hii hawatolala, na hata kama wakilala siku ya pili haitoisha, si ndio? Ndio. Na anarudi kwa ajili ya kulipa kisasi kwa ajili yangu. Ndio. Mimi namsubiri Hebugwa, iwe kwa kumfuata au yeye kunifuata. Lengo langu ni kuonana naye macho kwa macho, kila mmoja amalize kinyongo chake. Aya, sawa. Ukijifikiria na ukiona kuna umuhimu, nitafute haraka. Unajua hichi kinachoendelea mimi siwezi kukubaliana nacho. Sijui unanielewa? Nakuelewa vizuri. Usipokubaliana nacho una kipi cha kufanya? Hivi mnajua kuwa wamefanya mengi na mimi nikawa nimekaa kimya tu, sikutaka kuingilia chochote. Tukio la kwanza wamelifanya kwa Eliza, nikanyamaza. Sikutaka yani kushiriki chochote wala kutia neno lolote. Tukio la pili wamegombanisha Hebugwa na ndugu yake. Hiyo ina maana gani? Nayo nikaamua kukaa kimya. Nikaa tunaangalia ni picha inavyoenda. Sasa hili la tatu. Mimi siwezi kukubali. Yaani nitaliingilia kati. Mpunguza kielehele. Katika hiyo dunia wewe ushakufaga. Unataka kuingilia vitu ambavyo havikuhusu. Kwa nini? Nikukumbushe binti. Kwenye hiyo mechi kumbuka ushawekwa benchi tayari. Wewe ni mchezaji wa ziada tu. Usitaki kuingia katika vita ambavyo uhesabiki. Na kwa taarifa yako, kocha anakuchukia sana. Hawezi kukupa namba yoyote. Kwa sababu ushawahi kupewa namba na ukacheza faul na kusababisha timu kushuka daraja. Kwa hiyo tulia. Hiyo mechi inanihusu na nitaingia na nitacheza namba 10. Unasemaje sasa? 10. Mchezaji wa namba 10 yupo. Kiufupi, wewe uruhusiwi kaa usalimishe maisha yako. Lakini ile familia inanihusu kwa sehemu kubwa tu. Na naifahamu. Na mambo yanayoendelea mimi yanazidi kuniumiza. Siwezi kukubali. Nishakaa kimya. Safari mimi sikai kimya. Yaani hili swala mimi naliingilia kati. Potelea pote. Liwalo na liwe. Sasa mlezi wa timu ambayo ni mumeo ashakutoa kwenye mchezo. Unafikiri atakuruhusu? Unanitishia mume wewe. Utajua mwenyewe. Haya ni maamuzi yangu mimi kama mimi. Naona umeogopa. Hapana, sijaogopa. Ila maneno yako yamenitoa jasho kidogo. Wewe unafikiri kufa ni mchezo? Hivi Chaya, uliokuja kuyazungumza pale, ulikuwa na uhakika naye? Maneno aliyozungumza pale yana ukweli 100%. Ila uzembe wako ndio utakupoteza. Imekuwaje mpaka imekuwa hivi? Ni kweli nilisema Elia atamzuia pale, lakini mipango imebadilika kwa sababu yeye ana kisasi na wewe na amejipanga, kaona kabisa akikaa pale atachelewa. Ni bora afanye haraka achukue hatua kurudi kuja kulipizia wewe kisasi. Sasa nawe kaa hapo kifo kikukute. Kwa hiyo ina maana sisi tunapanga ya kwetu na yeye anapanga ya kwake, si? Yeye anapanga na sisi tunapanga. Lakini yeye anataka kutuzidi akili. Inabidi sisi tuchukue hatua. Yule mtu ameenda kujiandaa kulipiza kisasi juu yako. Kwa hiyo tukishirikiana mimi, wewe na Elia, basi tutaweza kumwangamiza kabla hajaenda kuandaa hilo jeshi lake. Lakini kama unaendelea kuomboleza, omboleza. Kama ushawahi kuona watu wanaomboleza kabla hawajameza visasi vyao, basi wewe ndio utakuwa wa kwanza. Omboleza.
kuna mji anataka kwenda, sio bai tena. Kwa hiyo tukimpoteza pale, tumempoteza mazima. Kiukweli kabisa, yani akili yangu mimi haipo kabisa toka nimepoteza mke wangu. Chaya, sasa mimi niko tayari. Nitakuja kuomboleza kifo cha mke wangu baada ya kutimiza kisasi changu. Sawa. Hii safari ni ya mateso. Naomba ujiandae na mimi naenda kujiandaa. Niliamini kuwa wewe utakuwa msaada wangu mkubwa sana, na nikajipa imani hiyo. Sasa kwa nini unataka kunisaidia hivi? Unajua kama mimi ndo ninayekutegemea wewe. Kitu gani kinachokufanya usinisaidie? Na kuuliza wewe, kitu gani kinachokufanya? Mimi ndiye nitakuwa mpinzani wako wa kwanza ambaye nitavuruga mipango yako yote nikihakikisha wewe hutofanikiwa unaotaka kulifanya. Sijui unanielewa vizuri. Hacha mechi ya watu ichezwe kiusalama. Nyinyi ndio mliosababisha matatizo katika dunia ya kawaida, mkaniua na kuwaacha wale kama mayatima. Nilikubali kuja kushirikiana na nyinyi huku. Tukio mlolifanya mpaka leo bado linasababisha matatizo katika dunia ya kawaida. Sasa wale watu wamefarakana kwa sababu yenu nyinyi. Unashindwaje kunisaidia nikaokoa maisha yao? Inaonekana wewe na wenzako mna roho mbaya. Hebu Gosena letu hapa katika hiki kijiji cha mateso, na siwezi kushuhudia anauawa nikiwa namuona. Nitafanya chochote. Hemu acha kujilembwasa na ukae kimya na utulie. Hii na kuamri tu, hii na kutuliza kiupole. Kaa kimya, wacha wafanye mambo yao. Unataka kuingilia vitu ambavyo havikuhusu. Wale una ndugu nao, umetoka nao tumbo moja. Unafikiri mume wako akipokea taarifa hii na upuuzi huu unataka kuufanya atajisikiaje? Unafikiri kikosi cha mume wako kitaamua kipi juu yako wewe? Unataka kuingia kwenye vita ambayo huwezi kuimaliza. Mfanya kama uoni. Naongea kwa hema kwa sababu itakugharimu. Kwa hili naanza kuchukua hatua. Kama unataka kujua watu wapo na wanakutazama, chukua hiyo hatua yako. Sasa nataka nimwone uwe mwenye ubavu anizuie. Kiongozi, kwema, kuna tatizo labda? Mbona uko hapa saizi? Mateso wazima? Eti kiongozi, tulia. Ugeni salama, uanza kwa taarifa. Mheshimiwa, huu ni ugeni upi sasa? Samahani, lakini sina maana kukosea, lakini tu nitamani kujua labda pengine labda mimi nimeponyoka. Vipi kutoka kwa mateso, salama? Hakuna usalama wote kwa upande wangu. Una maana gani? Nimeona wewe ni msaada wangu. Sani langu la wema halitoshi chakula chako mheshimiwa. Naomba unisikilize kwa makini. Nahitaji unikutanishe na Chaya Agala. Samahani, sisemi kama nataka kuyabeza maneno yako au kudharau hoja yako, lakini nataka kujua kwamba kwenye hili unataka kulianzisha, labda uongozi umekupa ruksa? Uongozi? Naomba unisikilize kwa makini. Hakuna mtu yoyote wa kukanusha kauli yangu. Hakuna kiongozi yoyote. Haya ni maamuzi yangu mimi. Nisikilize kwa makini. Chaya anataka kunipanda kichwani. Kafanya matukio yake, nikanyamaza. Nikawa niko chini. Sikutaka kuingilia kwa chochote. Sasa naona anataka kuzidi. Na najua yuko katika ulimwengu wa kawaida,
na yuko katika safari ya kuelekea katika kijiji cha mateso, ulimwengu wa kawaida. Sasa nahitaji umfuate na umwambie nahitaji kuonana naye katika ulimwengu wa giza. Kiongozi, kuni maji yangu ya kunywa naona kama umetia chumvi sasa, kwa sababu kama uongozi wa juu haujakupa ruksa na unataka mimi niingie kwenye mstari wa maombi uliyosema, naona kama unaletea ugumu katika safari ya maisha yangu, kwa sababu hakuna siri katika ulimwengu wa giza, hakuna siri katika ulimwengu wa nyama juu ya viongozi wetu. Wanaweza kuona kila hatua tunayopiga kukaribia maafa au matatizo yanayotengenezwa na sisi. Kiongozi wangu, kwa nini usingiliache tu hili likapita likaenda? Mbona limebaki kidogo tu, ni fupi? Hilo nalijua kwamba yote tunayofanya hapa yanaonekana. Sasa kama unajua kama tunayofanya haya yanaonekana, mimi nataka kuniingizaje kwenye njia ya matatizo kwa upande wangu mimi? Ulinzi wangu utakuwaje? Yaani mimi unalinda wapi kwenye hili swala? Mimi ulinzi wangu unakuwa kwa sehemu gani? Mimi si ndio nilokuagiza kuhusu salama wako? Ondoa shaka, nitajua mimi nitakulinda vipi wewe. Ninachohitaji kazi yangu ikamilike. Namuomba Chaya aje katika ulimwengu wa giza, na usipofanya nitatumia nguvu zangu, na sasa ndio itakapokuwa vita. Umeniparamia? Sasa unakaaje njiani? Ndio mimi nimekuparamia kwa sababu umekaa njiani. Uone. Sasa mimi naonaje hapo? Mimi naonaje wakati wewe umekaa njiani? Alafu wewe ndio umeniita. Na kwa nini umeniita kwa nguvu hivi? Na mimi na mambo yangu. Aliyokuita sio mimi, bali yupo aliyokuita. Naomba unifuate. Yaani wewe ndio umeniita mimi huku? Yaani mimi nachelewa mambo yangu kwa ajili yako, afu unaniita kwa fujo kabisa. Hivi uko sawa wewe? Kwa nini umeniita? Na unanitia nini? Salamu inakusaidia wewe kumeza mate. Sisalimii na mate na meza sasa. Haya. Nini sasa? Nini? Unanicheleshea muda. Mimi nina mambo mengi ya kufanya. Ila nashangaa hautumii akili. Kwa nini unapenda kunifelisha wewe? Haya, niambie umenitia nini? Umenitia nini? Sio huyo aliyokuita. Aloniita ni nani? Naso Shavala. Naso Shavala? Wewe huku ndo makazi yangu yalipo. Makazi yako? Wewe si tulikuwa wote kule? Makazi yangu yalipokuwepo. Na pia ulishakufa. Inasemekana hivyo katika ulimwengu wa kawaida. Ila katika ulimwengu huu niko hai na bado naendelea kudunda. Kweli makubwa. Nimefurahi pia kukuona. Sio mbaya. Ila nina haraka sana. Unaweza ukaniacha nikamalizie kazi yangu? Huwa sisubirishwi. Kaa kwa kutulia. Unisikilize kipi ninachotaka kukwambia. Mbona kama unatetemeka? Unacheza nyimbo gani? Au malembe? Mimi nitetemeke nini? Hebu tuachane na mambo yote hayo. Niache tu mimi niende nikafanye mambo yangu, nikishamaliza tutarudi kuongea. Chaya Agala, mdada mwenye roho mbaya. Yaani umefanya makosa mwenyewe kwenye mapenzi yako na bado unataka kuendelea kufanya makosa. Sijui unatarajia kuvuna kitu gani. Cha kushangaza, wewe katika huu mji ni mgeni kabisa. Huu mji una mitaa mingi sana. Popote pale unapotaka kwenda, unaenda. Ila ujui hata njia moja. Naomba nikupe siri kubwa. Huyo Ebugwa na Elia ulishawachonganisha. Kwanza naomba uwaweke sawa. Na kwa nini nifanye hivyo? Wewe, mbona usinizibe mdomo? Punguza kimo chako, punguza kimo. Lakini pia nina swali la kukuuliza. Baada ya kuwachonganisha, unataka kumuua Ebugwa. Kwa nini? Haya, naomba unijibu swali langu. Kwa nini unataka kumuua?
Nafanya hivi kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi eh? Kumbe watu wakipenda wanakuwa wauaji. Ndiyo, naweza kufanya hivyo kwa sababu kumkosa Ebugwa kwangu mimi ni hasara kubwa sana. Sasa hayo ni mapenzi gani ya kuwaua watu? Mara ya kwanza umeumiza moyo wa mtu, mara ya pili unataka kuua mtu. Mapenzi gani haya? Wewe unachoona cha ajabu ni nini hapa? Kwa sababu umechonganisha na unataka kumuua Ebugwa. Ndiyo, nataka kumuua. Mimi sio kama wewe. Yaani wewe unamwacha mchumba wako anaendelea kuishi, ila ulimkimbia mwenyewe. Ila kwa mimi ana mambo haya mawili ya kuchagua Ebugwa. Aishi na mimi au afe. Hiyo option ya pili ulimpa? Sijampa. Sasa hapo ndipo ujinga wako ulipo. Naomba nikuonye. Naomba Ebugwa awe salama. Kama atakufa, basi na wewe ujiandae, muda huo huo unakufa. Haya maneno yametoka katika kinywa cha mtu mtakatifu, Nasu Shavara, princess wa ulimwengu wa giza. Haya bwana, tutaonana wakati mwingine. Njia yangu iko huko. Ukiwa na hasira, kumbuka kumeza mate. Asa mimi nikiwa na hasira simezi, natemaga. Inaonyesha Chaya hawezi kukubaliana na hili. Haswa? Hapo umelenga. Yule binti ni mtukutu. Na sio tu mtukutu, pia ni mwenye roho nzito, ngumu, mbaya, ambao akifocus kwenye jambo lazima alifanye. Katika hili utafanya nini? Yaani unajua huyu binti ni analo mbaya sana, na sijui hata nimfanye kitu gani kiukweli. Hujui? Basi yeye ndo atakaye kujuza wewe nini atakachokifanya. Sasa kabla kunionyesha yeye, acha nianze mimi kumuonyesha, na nitajua kipi cha kumfanya. Hapo safi. Unajua maono yangu yametazama tofauti. Kila bingwa anayetazama maono ameona hivyo hivyo tofauti. Mimi nafikiri, sijui kwa nini matokeo hayawezi kubadilika. Mzee Ogopevu ambaye anategemewa sana katika ukanda wa Bagamoyo, na yeye ameona hivyo hivyo. Mimi nitakuwa sababu ya ulimwengu wa giza kuchafuka, na sio ukanda wa Bagamoyo tu, inaweza kachukua nchi nzima ama Afrika. Sijui ni nani aliyomuingiza Chaya kwenye uchawi. Chaya atasababisha maafa, inabidi tuwe naye makini. Sasa sikia, naomba nikupe kazi unisaidie. Nataka utoke hapa uende katika dunia ya kawaida. Je, itawezekana? Hilo halina shaka malkia wangu. Karibu. Lakini kiongozi, si unajua mliwa naye hula. Vipi ukifika wakati wangu na mimi na jambo langu, utanisaidia? Jambo gani ambalo unatamani nikusaidie? Unajua kiongozi, mimi kuna mtu sitamani awepo katika ulimwengu wa kawaida wala ulimwengu wa giza hata dakika moja. Huyu mtu akibakia kwenye maisha yangu kwenye ulimwengu wa giza ni dosari. Ninatamani nimuue kwa mikono yangu miwili, nimtikise, nitoe nyama moja moja, nimnyambue, ikiwezekana hata macho yake, tupate supu. Katika hili kiongozi, naomba uwe mstari wa mbele kulisimamia. Kazi yako nitafanya bila kinyongo. Mimi niko tayari kukusaidia msaada wako, na mimi nahitaji ukamsaidia Ebugwa. Sasa nataka kujua wakati wangu ukifika, utanisaidia? Ikifika muda wako unaotaka, nitakusaidia. Kamsaidia Ebugwa ili awe salama. Unajua mimi mtu anayemgusa Ebugwa ananichanganya sana. Atakayemgusa yeyote Ebugwa anakuchanganya. Ni sawa, ni haki yako uchanganyikiwe, kwa sababu yule pale ni mtu wa muhimu kwenye maisha yako, kama ambavyo mimi
Mtu natamani kumnyofoa nyama ni mtu wa muhimu kwenye maisha yangu, kumnyofoa. Sio nyama tu, nataka kunyofoa roho ili nijili kiongozi. Kwa sasa huu ni wakati wako kiongozi wangu wa kwenda kukusaidia. Wakati wangu ukifika kumlazi. Kama unavyoniomba na kutii, basi nitapokuomba unitii. Sawa, deal. Sijapiga hodi. Hapa hakuna kibanda chochote kile kinachoweza kuruhusu wewe kupiga hodi ili uruhusiwe kuingia, na ukizingatia nimesimama pembeni tu kuepusha usumbufu. Inawezekana kipo, lakini kibanda chenyewe kimepaki pembeni. Ash. Ni kama mtoto wa mkulima ambao hajafunzwa nidhamu, lakini nikikuangalia umri wangu ni mkubwa kuliko wako. Huwezi kunifananisha mimi na kibanda. Tena kibanda chenye matairi kikatembea kakaa pembeni. Mimi ni human being. Nikajua wewe ni maji ya bwawa. Kumbe ni maji ya mto unayotiririka. Tena sana. Mimi sio mwizi wa miogo wala mwizi wa chochote. Nimesimama tu kwa niaba ya kumsubiri mtu. Tuliza kishundu. What? Kinini? Kishundu, si ndio? Hivi unajua kama umejitukana? Unajua Kiswahili ni Kibantu. Na Kibantu kinatumika katika jamii kubwa ya Waafrika. Na kila neno lina maana yake kwa kabila fulani. Kama ilivyo kumaamae. Kuna baadhi ya makabila wanaimba kumaamae. Ukija ukaimba kumaamae Tanzania, unaweza kaitwa na yale makampuni au mataasisi ya serikali kwamba unatukana, lakini inawezekana Kongo ni neno zuri tu. Kama vile ulivyosema Kishundu kwenye kabila letu, maana yake mimi mme, yani unaniheshimu mmeo. Uone kama unachafua mazingira. Kwa makini, hebu chunga maneno mdogo wangu. Napenda maneno yako, umechangamka. Sikia kijana mdogo mwenye ndevu nyingi. Oya. Jipongeze kwanza kwa kuwa akili yako imechangamka. Naomba nikuchangamshe kidogo. Safari yako inaenda kulenga kifo chako. Unabidi sasa utafute njia itakuwa kwa salama kwenye maisha yako. Mdogo wako ndio pointi ya kifo chako. Elia, maneno yako yanishtui sana, kwa sababu dhamira ya mdogo wangu ulikuwa ni uadui. Iko hivi, aloniagiza anajua thamani ya maisha yako. Niliyoagizwa sitaki kujua thamani ya maisha yako, ila nitafuata maagizo tu. Unasalimiwa na Nasu. Nasu Shavala ananisalimia. Bila shaka kama nimekuelewa, lakini mimi sio fala. Mimi mwenyewe nilikuwa nikimtafakari mdogo wangu. Kwa hii hali na yeye kunifanyia makubaliano haya haraka na kunitengenezea mazingira. Chapu. Alikuwa hapa. Vipi? Umepoteza mtu au kitu? Ndugu yangu. Hebugwe. Unamfahamu? Nafahamu. Na naufahamu zaidi ujinga wako unaofanya. Hivi ni kwa nini unataka kumua kaka yako? Mimi sio mjinga. Alafu una ushahidi gani kiasi kwamba unanibandika neno kubwa kama hilo? Kwa nini muue ndugu yangu? Kanikosea nini? Wewe unafikiri sababu ukupeleka kwa Itongo na chaya ni ipi? Mimi ni mimi. Asije ana sababu. Hata wewe ujinga wako hauna sababu. Na hapo mpo kwenye mipango ya kumchoresha Ibugwe ili afike mateso. Ndio pointi ya kifo chake. Kwenye dunia ya Mungu hii mko wenyewe. Mko na watu
Sasa Hebugu kaondoka, sasa hivi yuko anapambania uzima wake, lakini nina maagizo mafupi tu nataka nikupatie kwa muda huu. Kuna mtu anataka kuongea na wewe. Nasu, nani? Mwana wa Shavala. Ulichokisema una uhakika nacho? Fumba macho. Unataka kunifanya? Dakika moja, fumba macho. Unataka kufanya nini? Hatuko na muda wa kutosha. Kwa nini fumba macho? Kwa sababu wewe hapo ulipo huwezi kuviona visivyoonekana. Kwa hiyo nataka nikuoneshe ujue kaka yako ni mwema kiasi gani kwenye maisha yako. Nakuaminije wewe? Kwenye hao unaoamini, uliaminije? Fumba macho. Fumbua. Wewe Nasu, ni macho yangu au nimelala ama nimetokea wapi? Inawezekanaje? Inawezekana Elia. Mimi ni Nasu. Macho yako hayakudanganyi. Wewe Nasu, umekufa wewe? Ni kweli unachokisema. Nilikufa katika ulimwengu wa kawaida, ila huku katika ulimwengu wa giza niko hai. Elia, wewe ni kijana mjinga sana. Hautumii akili yako kupambanua mambo. Hapa kama upajui, ndo mji ambao unakuja wewe na kaka yako. Karibu sana katika kijiji cha mateso. Hii nyumba katika ulimwengu wa kawaida ni ya Ivan, lakini katika ulimwengu wa giza niko mimi. Najua wewe na kaka yako mna ugomvi kuhusiana na kifo changu, ila kiukweli kaka yako hajaniua. Ila wewe hujui historia yangu. Na leo sipo hapa kwa ajili ya kukuelekeza kwa mimi ni nani zaidi. Unachotakiwa kujua, kaka yako ni mtu mzuri, hajawahi kuua mtu, ila Chaya ndo adui yenu mkubwa. Anakutumia wewe ili umuue kaka yako, na kaka yako akishakufa wewe ndo unayefuata. Yote haya anafanya kwa ajili ya kisasi cha mapenzi. Kwa hiyo anamtengenezea maadui wengi, na yote haya yanatokana kwa sababu kaka yako amejua siri ya giza ambayo wewe alikuficha usije kujua. Kwa sasa kaka yako anakimbia, ila sijui hatima yake. Na wewe kimbia, maana yake utakufa. Popote utakapoenda, tafuta mganga mzuri akusaidie, ila usifuatilie haya mambo ya giza. Mimi mchumba wako bado nipo, naishi na nakupenda. Pole sana kwa sababu huku nimeolewa. Nasu, fumba macho. Nasu, fumba macho, unachelewa utakufa. Fumbua. Hapo umeshaupima ujinga wako. Vipi jina linakufaa? Una mambo machache ya kuchagua sasa hivi na kuyatenda. Kwanza, jambo la kwanza unabidi umkimbie sana Chaya pamoja na Itongo. Hapo ndipo usalama wako wa maisha utapoanzia. Na usipofanya hivyo, kifo chako ni asubuhi. Naomba nikufahamu. Hapo ndio tatizo linapoanzia. Mimi naitwa Mimi. Kuwa makini kwenye safari zako. Kwenye hatua zako unazopiga, kumbuka kuangalia chini. Ndio sifa wa Afrika. Usitembee unaangalia juu tu kama mzungu. Utaingia kwenye korongo. Mimi wewe tena hapa. Kwa nini unapenda kunifuatilia?
Wewe unajua sipendi kukuona. Mimi napenda kuku. Ona. Sikia wewe mkenge wa nchi kavu. Mimi siyapendi sana macho yako. Sipendi na jinsi ulivyo kwa sababu wajinga kama nyinyi mnabidi watu wa left kwenye dunia msiwepo. Mnasumbua sana watu, mnawakela, na mimi nimeamua kukukela. Tena nitakukela, yani kwenye hili utakorogeka. Japo hujatoa sukari wala chumvi. Kale kampango kako kale. Au kampango kenu wewe na Itongo. Kwenda mateso. Kuna mtu anataka mkamfanye. Yule mtu nishamsanua. Upo nyonyo? Namzungumzia Ibugu hapo. Nishamwambia lengo lenu wewe pamoja na mdogo wake. Mnalenga nini? Yaani unajua unanikera. Yaani kila wakati unaingilia mipango yangu. Kila wakati. Nikufanya nini wewe? Sauti yako kali inaumiza masikio yangu, afu inakera. Alafu kitu kingine sasa sijaishia hapo. Kamdogo kake akakajinga jinga, akamwambia mlikuwa mmekakamata, akaboa la maji leo Uganda. Pia na kenyewe nimekakutanisha na Nasu. Kwa Nasu pia ameshakaelekeza wapi kamiponyoka. Wapi kanapotakia kukaa. Kwa sasa hivi kamekaa kwenye hengo, kametulia. Na katika hao wote hamna ambao mtakayempata. Kwa sababu Hebugu akashaondoka muda mrefu sana. Anapambania maisha yake. Kwa nyinyi huko mateso mtaenda kutembea tu. Alafu kitu kingine ni kuangalia kwanza afu nikupe neno lingine litakayokufaa. Unajua wewe wahovyo. Mwendo wako, tabia yako, muonekano wako, yaani wahovyo. Yaani hamna sehemu hata moja ambapo unakaa unaweza kusema tukakupachika kwa kaa. Ila kuwa tu makini kwa sababu ile familia ile ishasanuka na wewe. Kwa nyinyi sasa hivi ni maadui. Sio tu wewe una adui na wao, bali wao pia na adui na wewe. Kwa hiyo katika hatua zako kumbuka kanyaga vizuri. Sawa wewe kenge la nchikavu. Nasu Shavala. Ni nani huyo Nasu? Ni nani? Safi. Nasu mjui ni nani? Masikio yako mabovu. Sikii. Sasa nikujuze. Nasu ni malkia wa ulimwengu wa giza. Na kazi hii yeye ndio yuko nyuma yake. Wala sio mimi. Ametaka kukuonyesha kidogo tu kwamba ana uwezo kiasi gani. Anaweza kuvuruga vingapi katika maisha yako wewe. Lakini pia hawezi kuishia hapo kwa sababu umeonyesha utukutu na hujatia amri yake. Atakutafuta. Wow. Sikutegemea kama itakuwa nyepesi hivi. Kiukweli umefanya kazi nzuri sana. Unajua maneno yako yamefanana sana na maneno ya kijana yule. Hakika nyinyi mlikuwa mmefanana mno. Yaani mlikuwa ni kapu iliyonyooka kama yule ungemchagua wewe mchumba wako. Lakini tunashangaa eti ni shemeji yako. Nashukuru kwa sifa zako. Na vipi? Ulivyoongea naye, kuna sehemu labda ulimwelekeza elekee? Nani? Hebugu. Yule ni mtu smart. Yule ni mtu smart afu. Kikubwa ambacho nilichokipenda kwa yule kijana ni mtu mwenye akili. Akili yake iko chapu kutafakari vitu. Na ndio maana hata kwenye wakati huu mgumu aliopitia angekuwa ni mtu wa kawaida angekuwa shakufa. Ila pale pameenea kichwani. Nilichokifanya ni kuweka usalama wake kwenye njia anaondoka kuelekea anapokwenda. Una uhakika kwa hilo? Sijawahi kusema. Kwa hiyo unadhani Chaya hawezi kumpata? Mimi hujanipa kazi ya kusema kama nimlinde Chaya simfikie. Wewe umenipa kazi ni muongoze tu siku ya leo awe salama. Alafu nataka nikupashe habari kidogo kuhusiana sasa na ile kazi yangu nilikuwa nakwambia. Iko mbioni. Hivi unafikiri ni nani nitakuwa nataka kumuua mimi? Nitajuaje wakati hujaniambia? Mheshimiwa Tahiri hujaliona hili? Haya, niambie ni nani? Okay. Basi shukrani, nitakupasha siku nyingine. Kwa leo nikutakie siku njema. Kwaheri. Bye. Nasu! Mimi siwezi kukubali. Ninachokitaka
lazima nifanikishe.